Tunatoa taarifa hii kwa vyombo vya habari kufuatia matukio mbalimbali yanayoendelea katika wiki za hivi karibuni ambayo yanahatarisha haki zetu za ardhi, maisha yetu na haki zetu za msingi kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jaribio la kubadilisha umiliki wa ardhi za vijiji vya Loliondo. Mnamo Juni 2026, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya msajili wa hati za ardhi ilitoa maelekezo kwa vijiji mbalimbali vya Loliondo ikiwemo Lolosokwan, Soitisambu, Enguserosambu, Arash na vingine kuanzilisha hati zao za usajili wa ardhi za vijiji kwa kile kilichoelezwa kuwa ni zoezi la marekebisho ya usajili. Hata hivyo, waraka huu ulionyesha madhumuni halisi za zoezi hilo ni kubadili umiliki wa ardhi hizo kutoka kwa vijiji husika na kuhamishia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapinga vikali hatua hii. Kwa zaidi ya miongo mitatu, hakuna eneo nchini Tanzania ambako mamlaka ya rais juu ya ardhi yamekuwa yakitumika vibaya mara kwa mara kama ilivyo katika wilaya ya Ngorongoro. Tangu mwaka 1992, sisi jamii ya Kimaasai tumeendelea kukabiliwa na vitisho vya kupokonywa ardhi zetu kwa kizingizio cha uhifadhi. Sisi pia tuna haki ya kuishi kama amani. Tuna haki ya kuishi kwa amani na kufurahia ulinzi wa sheria kama Watanzania wengine. Serikali imeeleza kuwa hatua hiyo inafanyika kwa mujibu wa kifungu cha 99(1)(d) cha sheria ya usajili wa ardhi kinachohusu marekebisho ya usajili uliopatikana kwa njia ya udanganyifu. Hoja hiyo haina msingi wa kisheria. Vijiji vyote vya Loliondo vilianzishwa na kusajiliwa kwa kufuata utaratibu halali za serikali. Narudia, tunapinga kwa nguvu zote utekelezaji wa mapendekezo yaliyomo katika taarifa ambayo serikali imekataa kuichapisha na kuruhusu ichunguzwe na wananchi. Katika utawala unaozingatia sheria, uwazi na ushirikishwaji wa wananchi ni misingi ya lazima. Haiwezekani maamuzi yanayogusa maisha na mali za wananchi yakafanywa kwa kutegemea taarifa iliyofichwa dhidi ya wananchi wenyewe. Taarifa ambayo hata serikali inaogopa kuweka hadharani kwa sababu wanajua haina uhalali wowote. Serikali ambayo inatakiwa kutekeleza sheria za nchi haiwezi kuwa serikali hiyo hiyo inayokiuka misingi ya sheria na kutekeleza mambo kwa mazingira ambayo ingefanyika na mtu binafsi ingekuwa ni kosa la jinai. Mpango wa kuanzisha Wildlife Management Area katika Ziwa Natron. Tumepata taarifa za kuaminika kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya ya Ngorongoro pamoja na watu wengine wenye maslahi binafsi inaendelea na mpango wa siri ya kuanzisha Wildlife Management Area WMA katika eneo la Ziwa Natron. Mpango huo unatarajiwa kuathiri angalau vijiji 4 vya tarafa ya Sali. Tunapinga kabisa kuanzishwa kwa WMA hiyo pamoja na aina yoyote ya uhifadhi unaowatenga wananchi wa asili katika ardhi yao. Vijiji vinavyolenga ni ardhi za vijiji zilizosajiliwa kisheria. Kijiji cha Ngaresero kwa mfano mwaka 2022 kilitambuliwa rasmi kuwa eneo la malisho. Tunaelewa kuwa yupo mapendekezo ya Tume ya Rais ya kuondoa hadhi hiyo ili kurahisisha uporaji wa ardhi hapo baadaye. Hatua hizo ni mwendelezo wa juhudi za kudhoofisha ulinzi wa kisheria wa ardhi za vijiji kwa manufaa ya miradi ya uhifadhi isiyoheshimu haki za wananchi. Karibu kila kijiji chenye idadi kubwa ya Wamaasai katika wilaya ya Ngorongoro kimekuwa kikilenga na mipango mipya ya uhifadhi. Pia tunafahamu kuwa mbinu kama hizo zinaanza kuenezwa katika wilaya nyingi zenye wakazi wengi wa Kimaasai katika mikoa ya Arusha na Manyara. Kwa mtazamo wetu, huu si mfululizo wa matukio ya bahati mbaya. Tunaamini kuwa kinachowasilishwa kama uhifadhi wa mazingira kwa kiasi kikubwa ni mkakati wa kuwaondoa na kuwabana Wamaasai katika ardhi zao za asili, huku moja ya uhifadhi ikitumika kuhalalisha. Uhifadhi haipaswi kamwe kuwa kuenezwa kwa njia ya ubaguzi, unyanyasaji au kunyang'anywa haki za watu fulani tu.
Jamii ya Kimaasai imeishi, imelinda na kuhifadhi mazingira ya wilaya ya Ngorongoro kwa vizazi vingi. Tunakataa matumizi ya uhifadhi kama chombo cha kunyang'anya ardhi, kubagua wananchi au kuvunja haki zinazotambuliwa na sheria. Tunaitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusitisha mara moja hatua zote zinazolenga kubadili umiliki wa ardhi za vijiji bila mamlaka ya kisheria na bila ridhaa ya wananchi. Kuachana na mipango ya kuanzisha maeneo mapya ya uhifadhi katika ardhi za vijiji bila ushirikishwaji wa wananchi. Ikiwa ni wawakilishi wa wananchi wa tarafa zote 3 zinazounda wilaya ya Ngorongoro. Na tumekuja hapa kuzungumza na waandishi habari leo hii kwa sababu ya mambo mengi ambayo yalikuwa yakitokea ndani ya wilaya yetu kwa miaka 4 sasa, lakini kimetokea mapya, imeendelea kutokea tena mwaka huu, mengine kwa hizi wiki za hivi karibuni katika tarafa zote 3 kwa wakati mmoja. Na tumekuja hapa kuongea kwa sababu tunajua kwamba inatekelezwa mapendekezo ya ripoti za tume zilizoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kukutana na wananchi Disemba 1 mwaka 2024 baada ya maandamano ya tarafa ya Ngorongoro, ikapelekea kuundwa tume 2 zilizokuja kuchunguza mgogoro wa iliopo wilaya ya Ngorongoro kwa maana ya ardhi na ya uhamaji kutoka tarafa ya Ngorongoro. Sasa kinachoshangaza zaidi kwamba wanatekeleza kimya mapendekezo ya ripoti hiyo bila kuchapisha hadharani na kusomwa na kueleweka kwa wananchi ambayo wao ndio waathirika wakubwa ya uamuzi unaofanywa kupitia ripoti hizo. Kama iliposomwa kwenye press yetu ambayo tumeandaa, mnajua kwamba tarafa ya Loliondo baada ya kuchukuliwa siku ya miti 1500 iliyotengenezwa pori la Pololet ambayo imepewa kampuni ya OBC ambayo yuko pale Loliondo, wananchi wa Loliondo waliendelea kukabiliwa na changamoto nyingi, ikiwepo kukamatwa mifugo, kuteswa kwa watu na kutaifishwa mifugo ambayo walitaifishwa kwa bibia miaka 2 walitaifishwa mifugo wengi sana. Lakini jipya zaidi ilikuja kufutwa vijiji vya Loliondo ya Lolosokwan, Ngaresero, Lolosokwan, Soisambu, Nguserosambu na Arash. Na ikahamishwa kwa mujibu wa hati iliyotolewa na ofisi ya msajili wa ardhi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka sasa baada ya hiyo nyaraka kutoka, tumejua kwamba wanaotuchukulia ardhi yetu ni kina nani. Wanaotuchukulia ardhi yetu ni kina nani? Ukija kwenye tarafa ya Sale kwenye eneo la Lake Natron inazungumzwa swala la WMA ambayo sasa itaenda kuathiri moja kwa moja maisha ya wananchi wa tarafa ya Sale kwa maana ya eneo la Lake Natron na vijiji vyake. Ukija kwenye Ngorongoro, tarafa ya Ngorongoro ambayo ndio tarafa ya 3, unakuta kwamba miradi za maendeleo yote bado isiko kwenye hali mbaya na haijawahi kuwekwa hata shilingi moja kwa miaka yote toka Samia ingie madarakani kwenye kuboresha miradi ya wananchi ya huduma, ikiwepo huduma ya afya, huduma ya barabara, huduma ya elimu kwenye eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, kinyume kabisa na sheria zilizoanzisha mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Sasa tulitegemea vyombo vya serikali au serikali kuwa wasimamizi wa sheria na si kuvunja sheria. Tulitegemea serikali iwe ni serikali ya kusimamia ustawi ya watu wake, ustawi wa jamii ya Tanzania, na si wanaodhoofisha haki au ustawi wa jamii ya Watanzania. Tunaendelea kutoa onyo kwamba hatutakubaliana na mpango wowote utakaoendeshwa kwa namna yoyote ile ya kutushinikiza kwa kutuzulumu miradi za afya wakati tunalipa kodi kama Watanzania wengine, na kutufanyia vigisu vyovyote vile kwa lengo la kutanyang'anya ardhi yetu ya mababu na kufuta historia yetu ambayo
kwa sababu unapotuondoa kwenye ardhi yetu, maana yake utafuta historia yetu kwenye maeneo yale. Kumekuwa kukibuka swala kubwa la ujenzi wa campsites, hotel, lakini vile vile kumekuwa na swala ambao mifugo wanasumbuliwa eneo ya Ndutu, Masek, eneo lile lote la Endule. Mifugo wamekuwa wakinyimwa. Lakini vile vile ukiangalia kwa upande wa Orbarbal, kuna ujenzi pia umeanza wa kembu nyingi zimejengwa, ambayo kuna kembu moja inajengwa na Embalakai ambayo ni mpya, lakini kuna nyingine inajengwa na NTK. Vile vile ukishuka kwenye depression kwa upande wa kushoto wa mlima unaingia unaiona. Ukienda upande wa Nenokanoka, upande wa Highland Forest, kuna campsite nyingi zinajengwa. Kwa kuna ujenzi wa holela ama uwekezaji wa holela unaofanyika ndani ya eneo bila kushirikisha wananchi. Na hatuelewi ni kwa nini haya yanafanyika. Ili swala, wakati serikali inaendesha propaganda zake, akiwepo Majaliwa ambaye ni waziri mkuu mstaafu, akiwepo aliyowahi kuwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha Mongela, sijajua kwa sasa hivi ni nani, ile timu yote, na akiwepo jamaa mmoja alikuwa anaitwa Raymond Mangwala, mkuu wa wilaya Ngorongoro, wakiendesha propaganda ya ongezeko la watu na mifugo. Lakini wakati huo wao wanatengeneza kuongeza ujenzi wa campsite kiolela na kuchukua maeneo ya malisho ya mifugo na bila kuwashirikisha wenyeji. Lakini wakati huo wanasema kuna ongezeko la binadamu. Hawaangalii ongezeko la campsite zinazojaza maeneo ya malisho na maji machafu kuingia maeneo ya kreta. Tunaisi serikali kama ina nia njema ya kuhitaji kuja kukaa na jamii yetu kwa ajili ya kumaliza huu migogoro, nadhani ni wakati muafaka. Na ni wakati muafaka ambao ni mfupi sana kuliko wao wanavyodhani. Tuna wakati mfupi sana kukaa nao. Na kama hawatakuwa tayari kutusikiliza, nadhani katiba ya nchi inaturuhusu kujitetea pia, na itambue kwamba kwa mujibu wa ibara namba 8 mamlaka yanatoka kwa umma. Kama Rais Samia hajui yanayoendelea Ngorongoro, na tunaamini anajua. Hatuwezi tukapepesa macho. Tunaamini anajua kwa sababu tarehe 4 mwezi wa 6 2021 ndiye alianzisha swala la Ngorongoro, na imekuwa ni mwiba kwetu, na imekuwa inatuumiza, na ndio maana tupate huduma zozote za kibinadamu tunaiomba na tunaisi. Kama ana nia njema, sio swala la uwekezaji ndio linawapeleka ili watutoe, waje tukae meza moja tuone Ngorongoro ya miaka 100 ijayo inapatikanaje. Lakini nitagusia swala lingine ambalo watu wanaongelea, swala la bwana mmoja wanamuita Lekisongo. Lekisongo, anayempromote Lekisongo ni Samia wakiwa na wakina Majaliwa. Siku hizi tunamuona Makonda naye anampromote sana, na wanampromote kwa sababu ya maslahi yao. Pengine tutoe darasa la uongozi wa mila wa jamii ya Kimasai wanapatikanaje. Wamasai tuna viongozi wa mila wa aina mbili. Kuna kiongozi wa jika ambayo ndio kiongozi mkuu ndani ya jamii ya Wamasai. Na Lekisongo sio kiongozi wa mila kwa upande wa Ngorongoro. Tuna kiongozi wa mila ambaye anatoka kwenye ukoo. Tunakuwa na koo mbili, koo ya Laiza na koo ya Molel. Sasa hatujui Lekisongo anapatikanaje. Hakuna sehemu ambayo inatupa kwenda kumchagua mtu kwa Wamasai. Sisi hatupigi kura. Sisi tuna qualifications za msingi za kumsababisha mtu kuwa kiongozi wetu. Lekisongo ni Mwarusha. Lekisongo ni mwenyekiti wa Maria. Na sisi Wamasai wa Ngorongoro au Wamasai wanaoitwa Lekisongo au Salei au Loita au Pruko, hatushirikiani chochote kile na Waarusha walioko Maria. Waarusha walioko Maria wana mambo yao, wanafanya yenyewe matambiko yao ambayo sisi hatuyahusiki. Tunashangaa mwenyekiti wa Maria leo ananyanyuliwa, amekuwa ni mtu wa kutusemea Wamasai Tanzania nzima. Anayeitwa sijui ni katibu wa Masai Festival Tanzania, amepewa mamlaka makubwa kwamba atuwakilishe. Kama serikali imeandaa ule mkutano wa UNESCO uliofanyika Korea, ni kwa nini hakutafutwa kiongozi yoyote anayetoka jamii ya Wamasai wa Ngorongoro, na wanafahamika viongozi wa Kimasai wa Ngorongoro ambao ni wa mila, waende wakatusemee kwa niaba ya Ngorongoro? Maoni ya tume, na nashukuru kwa sababu nilishiriki kutoa maoni, tulisema tusiwakilishwe na watu wa kuokotwa jalalani.
na tulitamka wazi kama Lake Songo, wa kuokotwa jalalani kama wakina Lake Songo, kwa sababu sio watu wa Ngorongoro. Wameleta mapendekezo, hawajaleta, na wakasema kwamba Wamasai wawakilishwa na watu wa Ngorongoro wenyewe. Leo tukiuliza Lake Songo ni Masai wa wapi? Lake Songo anaishi Ngorongoro, anaishi Loliondo, anaishi Sale. Ni kiongozi wa ukoo gani kwa watu walioko Ngorongoro? Anatuwakilisha wakina nani? Serikali iache kufanya propaganda. Iache kufanya propaganda kwa maisha ya watu. Watambue ardhi yetu ni maisha yetu. Watambue hiyo ardhi hatuna fikra ya kupepesuka kuachia. Watambue kwamba tutailinda kwa kila gharama inayowezekana kuilinda. Na kwa sababu serikali hii inapenda sana kutumia neno amani, pengine tuwaambie hatuwezi tukaitanguliza sisi amani bila haki. Ni aheri tukakosa amani, lakini haki ikatangulia, ndipo amani iweze kuifuata haki. Tunajua lengo la serikali ni kuwekeza Ngorongoro, na ni hatuko tayari kuona uwekezaji wowote unaofanyika Ngorongoro ambayo Wamasai hatuibenefit chochote, kwa sababu ni ardhi yetu. Na watambue Ngorongoro ni mbadala wa Serengeti, na sisi sio watu wa kubebwa. Hatujabebwa tukawa mizoga tukatupwa Ngorongoro. Hatuko Ngorongoro bahati mbaya. Pengine leo tuwaulize serikali, tumuulize Rais Samia, Kisimkazi kuna wanyama? Kwa nini hawapo? Tuwaulize Makonda ametoka Mwanza amekuja kupata pengine choo alichopata mkoa wa Arusha. Kule kwa Mwanza kuna wanyama? Kwa nini hawapo? Iliyotusababisha leo hii kukutana hapa ni kupasa sauti ama ni kuongea ili tusikike kwa manyanyaso mengi makubwa sana. Ikiwepo kata ya Engaresero, wakubwa wetu au serikali wanasema Engaresero wanataka wafanye WMA. Na kwa nini tunaongea hivi? Sisi jamii ya Kimasai tunatunza mazingira. Wanyama wanachanganyikana na ng'ombe. Hatuna haja kabisa na wanyama. Tunawafuga wote. Tunakuwa marafiki ya wanyama, na serikali pia wanapata mapato kupitia Ngarasero au Lake Natron. Sasa basi tumeamua leo kupasa sauti kuambia serikali yetu wabaki kuacha Ngarasero au Ngorongoro jinsi ilivyo, kwa sababu hakuna mapato yoyote tunayenyima serikali, na watakapo kusema wanabadilisha, tunaona kuwa wametuonea. Hawaja tujali tena kama watu waliotunza mazingira, waliojali vizuri, atuli wanyama, atuchomi mkaa, atukati misitu. Bado sisi ni watu wa muhimu zaidi wa kuangaliwa kama wenyeji na kama Watanzania.